nzuri, na ambacho nilikuwa na wasiwasi nacho leo ni fatiki ya wachezaji. Yaani baada ya zile mechi mbili za Champions League plus safari ya kwenda na kurudi Algeria, nilikuwa na wasiwasi kweli leo na mchoko wa wachezaji kimwili, na mlikuwa mnaona namna ambavyo walikuwa wana struggle first half angalau kucheza kwenye intensity ya juu, lakini timu kubwa always ina deliver hata kwenye nyakati ngumu. Tumekuwa na kiwango cha katikati leo, lakini tumeweza kushinda vizuri, tumepata pia na clean sheet yetu. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hivi Diarra akimaliza kuokota bado yule kule anazunguka uwanja. Begi la kwanza limejaa, begi la pili limefunguliwa sasa hivi. Sichezi mbali na Diarra. Kwa Diarra mwenyekiti, na kwa nini kiasi gani kuendelea kubakia amekusanya na mchezaji kama Diarra mwenyekiti? Diarra unajua ana miaka mingine miwili huyu. Msije mkaa mnaongea tu mkafikiri vipi. Kumbe sio wa leo. Sio wa leo, sio wa kesho. Ana miaka mingine miwili hapa Yanga. Yupo sana huyu. Msimu huu uishe na ujao pia uishe. Muda mrefu sana yupo hapa. Lakini hakuna watu ambao wanapendeza rupia hasa mahaba kama haya ambao wanapewa na mashabiki wa Yanga kama hivi. Ndugu yangu, atacheza mpira wapi? Anapenda, yani kila mtu anapenda kucheza Yanga Afrika, kila mchezaji anapenda kubaki Yanga. Hatujui mbele kuna nini, lakini yeye mwenyewe anaonyesha mahaba makubwa na hii club. Huyu ni mchezaji ambaye mpaka sasa hivi sisi viongozi wenyewe wa Yanga tunajiuliza, wakati tumezindua lile tawi kule Bamako Mali, huyu alichukua kadi au hakuchukua? Sisi wenyewe tunamwona anacheza kwenye hii timu, mahaba yake yako juu kama mzee mpili hivi, anapambania kweli timu yetu. Kwa hiyo sioni kama Djigui Diarra ataondoka Yanga hivi karibuni. Hapo kwenye upande wa kuishi vizuri na wachezaji, tumeona pia Aziz Ki alikuwepo hapa. Ndio humo kwenye kuishi na wachezaji vizuri. Aziz amekuja leo kwenye mechi, lakini pia alikuja kutembelea timu kule Gymkhana kwenye mazoezi. Alitrain kidogo peke yake, lakini namliona kwenye zile clip kuna neno moja alimwambia Shabalala kwamba kama muda mrefu kidogo Yanga mtakuja tuendeleze jambo letu. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anafanya vizuri huko aliko Wydad, lakini bado hajasahau nyumbani. Bado Yanga Afrika ni sehemu yake na anatamani kuendelea kubakia hapa, kuendelea kurudi hapa, kuendelea kuitumia timu yetu. Mbona maswali yenu leo rahisi hivi? Maswali mepesi, maswali ya TBC Taifa hayo maneno sasa. Hata maswali ya TBC Taifa ukweli na Ronaldo imepigwa. Tena amepiga suta. Nimeona clip ya kaka yangu Thabiti Zakaria. Lakini kitu ambacho hamjakiona, nimemwonyesha mtu mmoja tu. Mwenyezi Mungu ni shahidi. Huyu Jadu ndio nimemwonyesha. Nyie mmeona akiruka kama Ronaldo. Hamjaona message aliyonitumia. Amenitumia message nzito jana akiniambia kwamba kama uniheshimu mimi, yani yeye Zaka, basi niheshimu umri wake. Mtu ambaye sasa hivi anaweza kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kikatiba, umri ule. Nikamwambia kaka, basi nimechutama, sitatoa picha wala message, lakini nimemwonyesha mtu mmoja kwa ajili tu ya ushahidi baadaye. Ikitokea nimetangulia mbele za haki, Zaka endelea kubisha, Jadu atautoa ushahidi. Kwa hiyo siri anayojadi sasa hivi muulizeni. Maana amekukabia kwa juu. Amenitumia message kwamba kama uniheshimu mimi, basi heshimu umri wangu. Na Zaka ni 55 sio 56 sasa hivi. Ni umri mkubwa shehe. Zaka anakimbizana na uhuru wa Tanganyika. Sasa hapo yule basi kaka siendelee tena. Nikafunga mjadala. Kwa hiyo bwana nimefunga mjadala, nimemheshimu Zaka. Milioni 10 nimeipost. Nilipigia mahesabu. Ukitaka kujua Zaka mjanja wewe nikaongeza na mtu mwingine pale. Mwenyekiti. Kamtaja na mwenyekiti ili saa kesi iwe kubwa. Bwana tuende kwenye mechi saa 1 sasa hivi ndio? Tuaini. Lakini nikikumbuka ulisema hapa katikati hapa katikati kabla ligi haijasimama. Sio na haraka. Sabodi ya ligi wanatoa jamani.